Jamani, leo tumekuja hapa kuanzisha rasmi mfumo wa mambo ya afya. Hii ni bima ya afya. Tatizo hili ni changamoto kubwa sana ambayo tumelipata tangu tujie katika ofisi hii. Tumekuwa hapa sisi tukihudumia wananchi, na wananchi wengi wanaokuja kuniona katika 10, basi 3 wako na maswala yanayohusiana na mambo ya afya. Tukakaa tukajiuliza tutawasaidia vipi watu wetu ili waweze kujisimamia katika masuala haya. Hatuwezi kuyamaliza yote kwa sababu mfuko wetu ni mchache, lakini tukasema ni lazima tuanze mahali, ili Mwenyezi Mungu akitujalia hata serikali inaweza ona ile jambo tunalofanya ni la maana, maybe tukaongezewa mfuko special wa kuhakikisha tumeongeza watu wengi katika programu hii ya bima ya afya. Bima hii watu wengi wameshindwa kuingia kwa sababu ya kile kiwango kinachotakikana kuanza. Nimekuwa nikizungumza na wazazi wengi, mtu anakuambia hiyo 1500 ya kuanza ya miezi mitatu kwangu ndio tatizo, lakini huko mbele kujilipia ile 500 kwa mwezi si tatizo. Ni kweli au urongo? Wakati wanasema 500 si tatizo kulipa huko mbele. 500 ni shilingi 16 kwa siku, acha nikwambie. It's only 16 shillings per day. Times 30 ni 500 shillings. Shilingi 16. Hata ukiwa na kibenki chako kile cha dumu kikitoboa, wewe kila siku chukua shilingi 16 ziweke pale ndani. Kila siku wewe hustle yako, lakini unahakikisha shilingi 20 yako umeitia katika kile kibenki cha dumu. Ikifika mwisho wa mwezi, kata, hisabu, enda ulipe. Nataka niwaambie tusidharau hili jambo. Hili jambo ni muhimu sana katika maisha yetu. Afya ndio mali. Afya ndio utajiri. Unaweza kuwa wewe una mapesa lakini wewe ni mgonjwa, hata hiyo pesa uionee raha. Lakini uko na afya yako kisawa sawa, basi wewe ujue Mwenyezi Mungu anakupenda. Na ni lazima tuweke mikakati kama hii. Watoto ndio hao, mtoto anatoka na kwenda skuli, accident ndio hiyo imetokezea, bahati mbaya. Mbio utakimbilia wapi? Kwa mheshimiwa, maana ndio njia rahisi. Mheshimiwa mtoto amegonga. Mimi nakwambia juzi nimetoka saa 5 za usiku, kuna mtoto amegongwa pale Mwandoli. Imebidi niende Coast General kwa takikana shilingi 2000 tu mtoto apate kuhudumiwa, imekosekana. Mzazi amenipigia, nilitoka nikaenda paka pale, nilikuwa sina M-Pesa, nikaenda paka Coast General nikasaidia yule mtoto apate matibabu. Lakini angekuwa na kadi yake NHIF, angenisumbua. Angenisumbua. Kadi ile inakubeba wewe kama principal, inabeba mke wako kama wewe ni mume, au inabeba mume wako kama wewe ni mke, na watoto wako 4 wa chini ya miaka 18. Ukienda hospitali yoyote ya serikali, kadi yako ikiwa iko valid, wewe hulipi chochote. Ukiwa uko na ukimwi, ukiwa uko na kansa, ukiwa uko na diabetic ambao unatakana ufanyiwe dialysis ile kila siku, ambayo dialysis session moja, wacha niwaambie, dialysis session moja ni shilingi 8,000. Ile kwenda tu kusafishwa mkojo wako utolewe, ule uchafu ambao uko katika kidneys utolewe, ni shilingi 8,000 session moja. Na haya magonjwa zamani tulikuwa tukisema ni magonjwa matajiri. Siku hizi yameingia mitaani, kila mahali ukienda utasikia mimi nina sukari, mimi nina pressure, mimi nina kansa. Haya yote tuko nayo. Si zamani tulikuwa tukisema haya, ukisikia magonjwa sma haya uko tukisauni haya. Wewe nenda huko Nyali utayapata huko Nyali na huko mjini. Lakini siku hizi humu yamo. Utasikia mama amekatwa titi, ana breast cancer. Unasikia sijui mtu yuko na throat cancer, mara sijui yuko na nini. Haya yote ni magonjwa tuko nayo. Na ni lazima tukubali kuwa tuko katika ulimwengu huu, tuko katika karne mpya hizi, maana vitu vinavyosababisha haya yote ni mambo yetu ya vyakula tunapokula. Lakini ni lazima tujipange, ili likitokezea, hata kama utakuja kwa mheshimiwa, unakuja kutafuta usaidizi, iwe ni ile 500 yako huku lipa ule mwezi ulisahau, ulishikika, unaambia mheshimiwa, kadi yangu it's only missing 500 ili niweze kupata tiba ya mwezi mzima. Wajua kwangu itakuwa pia ni rahisi, nitaona ikiwa hata ni watu 20, kila mtu shilingi 500, si pesa nyingi. 10,000 tu nikitoa, najua nimesaidia watu 20, naambia okay, twendeni mkalipia, unapatia abu hapa, nenda kalipia hawa. At least najua mwezi mzima uko na cover. Lakini najua tukijipanga, wengi wetu hapa tuna biashara vidogo vidogo, tafadhali eka kidogo, pata kulipa mwisho wa mwezi. Wewe leo ukipatikana tu umetoka na bodaboda, mfano bodaboda imeanguka, umevunjika mguu, umekwenda Makadara, unataka kuwekwa chuma. Unajua ni pesa ngapi kuwekwa chuma Makadara? 80,000. 80,000 kuwekwa tu chuma. Kama mguu umevunjika na unataka chuma ni 80,000. Lakini ukiwa na kadi yako huulizi mtu, utakuwa treated, utawekewa chuma na uende zako nyumbani asubuhi bila kuuliza mtu yote. Mmoja watu atakwambia boss, siku hizi wewe ni tajiri. Bwana unaenda tu bwana, hata ulipi hospitali unatoka tu namna hii. Kwa sababu gani? Umejipanga.
Ndio leo sisi tukasema tunaanzisha mchakato huu, tuna target watu 1500 tuwasaidie, na target yetu katika miaka ambayo imebakia tunataka tufikishe watu 10,000 katika Kisauni constituency ambao haya mambo. Ndugu zangu, na wewe ukitoka sijisifu, sema mheshimiwa wangu amenianzishia medical, usione haya, kwa sababu waliomtangulia hawakulifanya. Wewe ikiwa tumelianzisha, kuwa proud, sema mheshimiwa ndio mwanzilishi wa hili jambo, wengine wana copy tu watakuwa. Hata leo atakayefanya scholarship Kenya hii ana copy tu ya mheshimiwa lakini mimi namsema nafuu, yule mwenye kukopi anaona ni jambo zuri akalikopi akalifanyia watu wake, huyo ni mtu mwenye akili. Hata mimi nikiona jambo zuri mahali nitaliiba nililetee kwa watu wangu wa Kisauni liwanufaishe.